Ni jioni ya aina yake, jioni ya tarehe 26 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, siku moja tu mara baada ya kandanda safi kurindima kunako dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, kwa maana ya dabi ya Kariakoo ambayo imechezwa jana na Young Africans kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 akichukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa mara ya 4 mfululizo, lakini akimshinda mpinzani wake wa jadi kwa mara ya 5 mfululizo. Leo hii mwanamichezo wako mwandamizi kabisa nimeweza kufika katika moja ya kijiwe cha Yanga hapa mjini kati katika jiji hili la Mwanza. Kubwa zaidi ni kuzungumza na mashabiki wa timu zote mbili kwa maana ya Simba na Yanga, lakini pia wadau wa soka wanalipi la kusema mara baada ya mchezo huo kufanyika au kuchezwa katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, lakini nyuma ya kamera ni Yusufu Shaban. Fuatana nasi. Karibu sana. Asante. Kwanza kabisa natamani kufahamu majina yako, lakini pia wewe ni nani katika kijiwe hiki? Kwa maana gani? Karibu sana. Mimi naitwa Justin Kiseke, siku hizi wananiita Justin Yanga, ni msemaji wa tawi kubwa kabisa katika jiji la Mwanza. Tawi la Yanga Mwanza mjini. Jiji hili ni jiji, lakini lazima liwe na makonki, lazima liwe na watu ambao wanasimamia jiji. Kwa hiyo kwa upande wa Yanga tupo tawi la Yanga Mwanza mjini, tunawakilisha vyema kabisa, na leo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza, kwa ajili ya kujimwaya kujidaidai. Kwanza hongera sana. Asante sana. Mara ya 4 sasa mfululizo mnachukua kombe la ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini pia ni mara ya 5 kwa kumfunga mpinzani wako. Kwanza hili kwenu nyinyi mnalipokea kwa namna gani? Binafsi tulipokea kwa furaha sana. Kwanza tunamshukuru Mungu. Mungu ni mwema sana, kaweza kutujalia sisi kuweza kufika mahali hapa. Ukichukulia msimu huu ligi ilikuwa na changamoto nyingi. Ligi ilikuwa na ushindani mkubwa. Yaani kwa hiyo cha kwanza ni Mungu, cha pili viongozi wetu, cha tatu wachezaji wetu, cha nne ni sisi wenyewe wanachama, mashabiki wa klabu ya Yanga, kwa sababu tumekuwa wavumilivu, tumekuwa pamoja na viongozi, tumepigana huku na huku. Tawi la Yanga Mwanza mjini tumetoa support ya kutosha, tulikuwa tukisafiri kutoka hapa Mwanza. Nakumbuka hata hii mechi ya tarehe 8 kabla ya kuchezwa jana, hii mechi sisi tulitoka hapa, tulitoa magari matatu kutoka Mwanza kuelekea Dar es Salaam. Tumejichanga zetu, mwisho wa siku tukaambulia maumivu, tukarudi tujatazama mechi, tukarudi na maumivu. Yani zile plani zetu ambazo tulikuwa nazo, matumaini yetu ya kuhakikisha kwamba tunaenda kumchapa ule siji nani Elim Mpanzo hivyo yale matumaini yakawa yamefifia, lakini kuna mtu mmoja akasema kwamba kurukaruka kwa maharage ndio kuiva kwake. Jana bana maharage si yakaiva, akarukaruka mwisho wa siku jana yakaiva bara. Tandika. Pengine unadhani ubora wa Yanga ulikuwa wapi zaidi katika mchezo wa jana? Ubora wa Yanga kama nilivyosema ni kuanzia kwa, unajua ili timu iwe bora, ili kitu kiwe bora, lazima cha kwanza uhakikishe kwamba uongozi, jambo lolote lile ambalo linaenda, jambo lolote ambalo unaona kabisa kwamba liko vizuri, linatembea, linafanikiwa, lazima uhakikishe kwamba viongozi wamekaa vizuri. Nguvu ya Yanga cha kwanza ni uongozi tulionao, kiongozwa na rais wetu wa klabu Engineer Said, makamu wake Alafati, lakini pia ukimzungumzia Alex Ngai, mjumbe kamati tendaji Yanga Makaga, na wengine wengi ambao wanawakilisha ile kamati tendaji. Ukirudi kwenye upande wa wachezaji pale, wewe mwenyewe ni shahidi, mtangazaji, unaenjoy pila la jana, unaenjoy pila la Pakome, ndugu yangu. Talented kabisa yule sio kupambwa. Yani yule hataki kupambwa. Yule mwenyewe anajipamba yeye mwenyewe. Yani anajionyesha ule uwezo wake, ni mpira wamezaliwa nao. Sisi sasa hivi Yanga tusajili wachezaji wa kuja kupigishwa mazoezi ndio perform. Wa kutumia nguvu. Sisi tunaleta wachezaji ambao wamezaliwa na mpira. Yani ametoka tumboni anaukuta mpira. Huko hapo. Kwa hiyo cha tatu ni mashabiki. Wanachama klabu ya Yanga ambao pia sisi kama sisi hapa tunaendelea kuisupport klabu yetu. Kwa hiyo nguvu kubwa na siri kubwa viongozi, quality ya wachezaji ambao tulionayo, wachezaji ni bora sana. Mchukulie mtu kama Aucho. Sidhani kwa East Africa
kuna kiungo ambaye ameweza kufanya makubwa, kuna kiungo ambaye anaujua mpira, ambaye ni pasa mzuri kuliko Aldi Aucho. Okay. Nimeshuhudia mimi viungo wa mpira hapa Tanzania katika ligi yetu, lakini ukitafuta kiungo ambaye anajua kupiga pasi, anajua kusimama kwenye eneo lake, ana experience ya kutosha kwenye mpira, hakuna kiungo yoyote wa kumfikia Aldi Aucho. Nimeona baadhi ya watu wakishindana mtandaoni kwamba kati ya Pacome na Mpanzu yupi ni bora. Kwako una maoni gani mara baada ya mechi hii kupigwa jana katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam? Kaka, unanitafutia dhambi. Hiyo ni dhambi kubwa mno. Yaani ni dhambi kubwa kwa watu wa football, watu wa mpira ndugu yangu. Yaani huwezi kulinganisha mbingu na ardhi. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Yaani narudia tena kusema. Mpaka sasa hivi niseme tu nihitimishe hivi, nisiongee mengi sana kwa sababu watu watasema kwamba najipendelea au najisifia sana. MVP ni Pacome mpaka sasa hivi kwa ligi. Anapita. MVP ni Pacome. Huwezi kulinganisha MVP na mtu wa mambio kaka. Pacome ni mchezaji wa mpira, yule mwingine akakimbia Eliaza. Mpira football, mpira wa miguu. Yule hawezi, yule akakimbia Eliaza. Wewe jana ulimuona? Jana bana kuna stories zilikuwepo. Mwenda atalia sana, atalala na viatu. Bana dogo sikatulia. Akamsubiri aje. Mchezaji wao yule ambaye walikuwa wakimtaja sana kwenye magazeti, kwenye mitandao tukipita kwamba tunamuogopa. Aliama upande ule wa Mwenda, akarudi katikati. Kurudi katikati akakutana na Mzanzibar. Akakutana na Mdasili Haya. Akakutana na Duke Abuya. Akakutana na Aldi Aucho, daktari wa mpira. Nikuulize, alipata goli lolote jana? Hakupata. Basi, kwa hiyo kila kitu. Pacome jana kupata goli? Alipata. Pacome jana akulaza watu chini? Alilaza. Hakutembea jana na vidole chini? Kwa hiyo kiufupi tu inajulikana nani bora zaidi kati ya hao wawili. Ni swali ambalo liko wazi kabisa. Hata ujamaa yeye mwenyewe. Hebu tuzungumze naye kidogo tuone. Kwanza pole kabisa katika mchezo ambao umefanyika siku ya jana. Bwana asante sana ndugu yangu, asante. Tumeshapoa. Ya kidogo kinyonge sana. Kinyonge sana ndugu yangu. Umepokeaje matokeo haya kwa ujumla wake? Pole Koro. Kwanza nijitambulishe, jina langu naitwa Fidforce Hamisi Obade. Jina la Fidforce ni jina langu la utani ambao nalipenda. Okay. Sasa unajua bana, Yanga walikuwa bora sana. Katika mechi zote ambao Yanga amecheza kwenye ubora, ingawa hata ile 5 walicheza, ila jana walikuwa ni bora. Okay. Hakuwa mchezaji mmoja wala wawili. Kiangalia kikosi cha Yanga asilimia kubwa watu walicheza kwa upambanaji wa hali ya juu sana. Mtangazaji, wakati unaendelea, kila goti litapigwa. Kuna ule msemo unasema kila goti litapigwa. Hao wanakuambia watahama wote tutarudi. Sawa bwana. Hiyo kwanza nimemsifia mpinzani wangu, kacheza vizuri, kapata matokeo. Ni matokeo ambayo yapo dunia nzima. Isipokuwa hasa mpinzani wako au mtani wako anapokuwa anakufunga kila wakati, inaondoa ile ladha ya utani wa jadi. Unaona sisi tumetawala mara 4 mfululizo ambao tumechukua ubingwa wa ligi mara 4 mfululizo. Lakini hatukuwahi kumtesa Yanga kama alivyotesa sisi hivyo. Wewe umeteseka kweli kweli. Tumeteseka kweli. Nimewauba kweli kweli. Imetuma sana. Tumepata mateso. Unajua kitu ambacho kinauma ni bora ufanye vyote lakini usifungwe na mtani wako. Kwa hiyo mtani wetu akatangazia ubingwa mbele yetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatuma sana. Naona bwana. Kuna watu wanasema kwamba zilikuwa zinanukia 5 pale kwa jana, kama kungekuwa hakuna makosa fani ambayo wameyafanya. Wewe unazungumziaje hili? Hiyo ilikuwa inaonekana kwa sababu kuna nafasi zingine kama Mzinzi alikosa nafasi nyingine, ilikuwa ni nafasi ya kupata goli. Kuna Pacome alipata nafasi kama 2 akawa anapaisha mpira juu. Kama ile mashuti yaingeingia kimiani basi ungeshangaa tunakutana hizo 5 tena. Kwa hiyo una lipi la kuzungumza kwa uongozi wa Simba, kwa sababu kuna watu wamekuwa wakirusha maneno kadha wa kadha, wanadai kwamba mpaka kufikia mchana muda fulani hakukuwa na tangazo lolote kwamba mechi ipo. Pengine hii ilisababisha nyinyi kushindwa kuperform vizuri uwanjani? Hebu rudia swali lako samani. Kuna watu wanadai kwamba wamekasirishwa na kitendo ambacho viongozi hawakutoa taarifa mapema kwamba mechi ipo, mpaka kufikia mchana wakatoa taarifa kwamba mechi ipo. Kuchelewa kwao kutoa taarifa kwamba mechi itakuwepo imechangia kwa namna gani nyinyi kupoteza mchezo huu? Mechi ilikuwa inajulikana ipo, isipokuwa sasa kitu ambacho Simba alionyesha uoga mapema. Sijui ni kutokana jinsi tumefungwa na Yanga mara nyingi.
Kwa hiyo walionyesha kama ni uoga fulani ambao kidogo ulikuwepo. Baada ya kuwa tumefungwa imedhihirisha hilo kwamba kidogo tulikuwa tumesha kuonyesha ule uoga fulani. Ila haikuwa kitendo kizuri ambacho wamekifanya, ila basi ndio hivyo. Unalipi la kuwashauri sasa Simba kwa maana ya uongozi wake, lakini pia na mashabiki kwa ujumla wake? Simba ni timu yangu, ni timu yangu ambayo naipenda, kwa sababu ndio maana naona hata hapa mjini watu waliovaa jezi ya Simba ni wachache. Lakini mimi nimeivaa jana, nikasema ninaimalizia leo. Kwa sababu kwa yule binadamu atakiwa uvae nguo mara mbili, kwamba bara kama hajachafuka basi ile mimi nimeona bwana ni timu yangu naipenda, kwa sababu kuna wakati mwingine nipa matokeo na furahia. Hawakusumbui mara baada ya kuvaa? Nimezomewa sana japokuwa haya mambo nishagazoea. Nimezomewa sana kukutana na watu huku na huku, nazomewa ile jana nimezomewa na wananchi. Lakini ndio kawaida ushabiki, kwa sababu kama ningeshinda na mimi ningezomea. Kaka, turudi kwako. Pengine natamani kufahamu kwanza majina yako kwa ufupi sana. Majina yangu Blavius Biarugaba, ni mwanachama wa tawi la Yanga Mwanza mjini, napatikana maeneo ya Mirongo hapa. Hongereni sana kwa ushindi kwanza. Hongera na wewe. Natamani kufahamu ushindi huu ambao tunaendelea kuona ni mara ya 5 mfululizo sasa. Ni endelevu au hapa tumefikia level sasa ya kuachia wenzetu? Haya matunda mema ambayo tunakutana nayo Yanga ni kwa sababu tuna uongozi imara chini ya rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Saidi, na sisi wanachama pamoja na viongozi, wachezaji, benchi la ufundi. Hivyo vitu ndio vinachangia mafanikio ambayo sisi Yanga tunakutana nayo. Pengine unalipi sasa la kuwashauri wapinzani kwa namna ambavyo umewaona na trend yao wanavyokwenda tangu mwanzo mpaka misimu hiyo yote mmechukua ubingwa, unalipi la kuwashauri? Wafanye usajili mzuri, wao wanaangalia wachezaji ambao wanahitajika kwenye mahitaji yao. Sisi muda wa usajili wao wanakuwa kwenye pre-season ya kuzurura, sisi tukienda pre-season ya kufanya mazoezi ya mpira, wao wanaenda kudanga. Ndio hivyo. Kwao ni wadangaji, ndio maana kila mechi ikija sisi tuko nao. Kwa hiyo kichapo kitaendelea sana kama usipobadilika. Tutaendelea kuwafunga tu, kwa sababu Simba ni timu ambao hawatuheshimu sisi Yanga. Tumewafunga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Wanapaswa wakae chini, wajue shida yao iko wapi, wafanye usajili, walete wachezaji ambao wanaendana na soka la nchi yetu. Hivyo tu watashindana. Nikushukuru sana. Mwisho kabisa tumalize hapa, natamani kufahamu namna ambavyo unaiona ligi ya Tanzania kwa namna yake imekuwa kwa kiasi gani kwa mpira huu ambao tunauona hivi sasa? Ligi yetu imekuwa yani tuwe wazi, ligi yetu imekuwa na ushindani, lakini tuombe mamlaka zinazosimamia mpira zitende haki. Waamuzi wa ligi yetu, waamuzi wa taifa letu la Tanzania, waamuzi wa mpira miguu wajitahidi sana kusimamia sheria za mpira. Waache njaa, waache mahaba, waache upendeleo. Kwa mwanamichezo yoyote siku ya jana ameweza kushuhudia yani usimamizi mzuri sana wa wale marefali. Yani kama hakuna mtu yoyote ambaye ana appreciate ule uwezo wa wale marefali, basi huyo sio mtu wa mpira. Kuna watu wanadai kwamba amewapendelea Yanga yule mwamuzi. Amependelea, mfano wanaodai kwa namna ambavyo waliwasikia sisi tumependelea wanadai kwamba walinyimwa penalti, lakini nyinyi mmepewa penalti ambayo ni kama ile tu ambayo wao walinyimwa. Ukitazama yale marudio ile penalti haikuwa penalti, kwa sababu yule mmoja alikuwa amezidi tayari, yule mkwala alikuwa amezidi, lakini pia ni yeye mwenyewe pia alihusika kufanya faulu. Ukitazama marudio kupitia Azam TV. Lakini kwa hiyo wameongoza vizuri kuliko mchezo wa jana. Mchezo wa jana kwa kweli marefali walikuwa fair, wameweza kusimamia sheria zote za kimpira wa miguu, wameweza kufanya vizuri kabisa. Lakini nirudie tena, waamuzi wetu wana somo la kujifunza. Kama hawajajifunza jana, basi inabidi tuwe tunachukua waamuzi kutoka nje ya nchi. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kwamba sasa hivi ni mwendo wa kuenjoy tu. Kwa hiyo kama tawi la Yanga Mwanza mjini tuko kwenye utaratibu sasa wa kuandaa sherehe zetu. Baada hiyo parade sasa Jumatatu la club, tawi letu la Yanga Mwanza mjini tutaandaa bata. Tutaenjoy sasa, kwa sababu kulingana pia na kwamba huu msimu ulikuwa ni mgumu sana. Tutawakaribisha, tunaona ndugu yetu ni mnyonge. Kwa kweli sasa hivi ni wanyonge, lakini sisi nakuhakikishia wakiendelea kupiga hizi mboyoyo nyingi, leteni mpate tumkabe. Sisi tunachapa. Tukiingia uwanjani si vitendo, tunapiga, wanazimia. Yani wakiendelea hivi vitendo tunapiga, wanazimia. Yani mpaka tunataka tukomeshe, tutapiga mpaka mara 10. Wao wache endelee maneno. Viongozi wetu sasa hivi wamewekeza kazi, wamewekeza nguvu kwenye kazi. Wamewekeza nguvu kwenye utendaji wa kuisimamia klabu,
kuhakikisha kwamba wanasajili wachezaji wazuri, kuhakikisha kwamba wanatafuta pesa, kuhakikisha kwamba wanasimamia mpira, sio maneno. Wao waendelee na porojo, lakini sisi sasa hivi nitandika, chapa, shenyeta, kila kitu ndugu yangu. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Naitwa Justin Kiseke, msemaji wa tawi la Yanga Mwanza mjini, lakini pia msimu mpya unakaribia kuanza. Tumemaliza huu, kwa hiyo wanachama, lakini mashabiki ambao hawajapata kadi, tunaomba sana, hasa mkoa wa Mwanza, tunaomba sana bana, mkaribie muweze kujiandikisha ili pia muweze wanachama, muweze kuisupport klabu yenu, muweze kusema unaipenda Yanga, alafu mwisho wa siku kwamba uisupport Yanga. Nikushukuru sana. Asante sana. Ni mashabiki wa Simba na Yanga katika mkoa huu wa Mwanza, na hii ni mara baada ya kandanda safi kupigwa kunako dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo Young Africans aliibuka na ushindi wa mabao 2-0 akachukua ubingwa kwa mara ya 4 mfululizo kwa maana ya kombe la ligi kuu ya NBC Tanzania bara, akishinda kwa mara ya 5 mfululizo hivi sasa. Hapa mashabiki walikuwa wakieleza hisia zao, namna ambavyo mchezo wa jana umechezeka, lakini pia kwa namna ambavyo kile kinachoendelea katika michezo nchini Tanzania, kwa namna ambavyo umewasikiliza hapa, wametoa maoni yao na lakini pia ushauri kwa viongozi wa michezo, lakini pia na marefari ambao mara zote wakichezesha michezo hii katika taifa hili la Tanzania. Lakini umepata kuwasikiliza hapa mashabiki wa Yanga wakidai kwamba ligi ya Tanzania inaendelea kukua kwa kile ambacho wanakiona, lakini waamuzi wanapaswa kujifunza kitu kutokana na waamuzi wa kigeni ambao kwa jana tumeona kwa mara ya kwanza wakichezesha vizuri kweli kweli, na hii ni kutokana na mitazamo walionayo. Mimi ni mwandamizi wako wa habari za michezo Elia Jackson Lupembe, nambari 9 mgongoni, lakini nyuma ya kamera ni Yusufu Shaban. Bye bye.